Hello, habari zenu vipenzi vya Green Mind Secret, karibuni sana katika darasa la leo. I hope mmenimisi sana, hata mimi nimewamisi sana. Basi kwa mara nyingine tena leo nimewaletea darasa linalohusiana na utabiri wa nyota kwa mwezi wa saba. Hii nitasoma tu kwa ujumla. Tafadhali bila kupoteza muda tuanze na nyota ya kwanza ambayo ni nyota ya punda. Mwezi huu unaweza kukuletea mwanzo mpya katika kazi, biashara au masomo. Ujasiri wako utakusaidia kufungua milango ya fursa, lakini epuka kufanya maamuzi ya haraka kuhusu fedha katika mahusiano. Kuwa mkweli na uvumilivu pia. Nyota ya ng'ombe. Nyota ya ng'ombe inakuhimiza kuwa na subira kwa mwezi huu, kuwa na subira. Kazi zako zinaweza kuanza kuzaa matunda ikiwa utaendelea kuwa na nidhamu. Tumia fedha kwa busara na epuka matumizi yasiyo na lazima. Tunaingia nyota ya mapacha. Nyota ya mapacha, mawasiliano yako yatakuwa na nguvu mwezi huu. Unaweza kupokea habari njema au kupata nafasi mpya, maendeleo. Sikiliza ushauri wa watu kwenye uzoefu kabla ya kufanya maamuzi. Tunaingia nyota ya kaa. Huu ni mwezi wa kujijali sana. Toa nafasi kwa afya yako. Pumzika vya kutosha. Usiogope kuanza ukurasa mpya katika familia. Upendo na maelewano yataongezeka sana. Tunakuja nyota ya Simba. Bahati inaweza kuwa upande wako ikiwa utatumia vipaji vyako vizuri. Kujiamini kutakusaidia kufikia malengo, lakini epuka kiburi na maamuzi. Lakini kiburi na maamuzi ni vitu ambavyo huwa mara nyingi sana vinawapa shida sana. Nyota ya Simba, asili yenu ni nguvu ya utajiri, lakini huwa mara nyingi ama utawala, mara nyingi huwa mnapoteza kwa sababu ya jinsi mnavyokuwa mnajitutumia, yani kujitutumua, sio kwamba mnakuwa mnapenda, lakini ni nguvu ambayo mko nayo. Kwa hiyo kama unatamani kuitawala nguvu ulionayo, uitumie vizuri ili uweze kufikia malengo yako. Kama kitu hicho kinakusumbua sana, unapoteza kwa ajili ya kujiona mkubwa sana, basi nitafute private, nitakusaidia. Nyota ya Mashuke. Mwezi huu ni mzuri kwa kupanga ama kuimarisha kazi zilizokuwa zimekwama. Nidhamu yako itakuletea mafanikio. Pia jipe muda wa kupumzika ili kuimarisha afya yako. Tunakuja nyota ya Mezani. Mahusiano yako na watu yanaweza kuimarika ikiwa umekuwa tofauti. Mwezi wa saba ni mwezi mzuri wa kufanya maridhiano. Kuwa tayari kusikiliza maoni ya wengine. Jitahidi sana. Alafu hiki kitu kinapelekea pia unaharibu mambo yako, kwa sababu mara nyingi sana hupendi kusikiliza ushauri wa watu wengine. Wewe nyota ya Mezani, mara nyingi sana inakuwa hivyo. Ama hata kama hivyo unakuwa huamini, yani unapenda kubalance watu pia. Tunakuja nyota ya Nge. Utakutana na changamoto chache, lakini zitakufundisha mambo muhimu. Tuliza hisia zako kabla ya kufanya maamuzi makubwa, na uvumilivu utakuletea mafanikio. Kwa kama utapokea changamoto zote mwezi huu, jitahidi kujituliza. Zitapita tu na utaendelea na mambo yako kama kawaida. Usije ukapanic ukaharibu. Haya, tunaingia nyota ya Sagittarius ambayo ni nyota ya mshale. Fursa za kujifunza, kusafiri, kuanzisha jambo jipya zinaweza kujitokeza. Epuka kutumia fedha bila mpango wa kuweka akiba kwa ajili ya siku zijazo, kwa sababu unapenda sana vitu vizuri. Kwa hiyo hiki kitu kizingatia, kwa sababu mbeleni inaweza kapelekea hali ikawa mbaya ukakosa tena hata pesa ya kutumia. Na kitu kingine ambacho ninaweza kusaidia wewe nyota ya mshale, jitahidi kufunga. Jitahidi sana kufunga kwenye maisha yako. Kama unahitaji jambo lolote, funga, toa, saidia watu wasiojiweza kwa kiasi chochote ambacho, ama pia saidia chochote kile kwenye ulimwengu wa nyama, mimea, hivyo utaona mafanikio makubwa sana. Nyota ya Capricorn ambayo ni nyota ya Mbuzi. Jitihada zako zitaanza kuonekana, na endelea kufanya kazi kwa bidii na usikate tamaa katika mapenzi, familia. Mawasiliano mazuri yataimarishwa mwezi huu, kwa hiyo tegemea hilo. Upande wa nyota ya Ndoo, tegemea ubunifu wako utakuwa mkubwa mwezi huu. Usiogope kujaribu mawazo mapya kama yanakuja, na pia kushirikiana na wengine kutakusaidia kufikia mafanikio makubwa. Tunaingia nyota ya mwisho ambayo ni nyota ya Samaki. Mwezi huu jipe muda wa kutafakari, kupanga maisha yako. Sikiliza sauti ya moyo wako, lakini fanya maamuzi kwa kutumia busara. Matumaini na uvumilivu vitakusaidia sana kufikia malengo yako. Sasa utabiri wetu kwa uchache, yani nimegusia yale mambo machache kwa ujumla kwa
mwezi huu. Kwa hiyo kama kuna namna yote umeona kuna vitu vikitokea, usishtuke, uone tu kwamba tayari ni kitu ambacho ulitegemea utakiona kwa mwezi huu ambao unakuja wa 7. Nimeamua nitoe mapema kwa sasa hivi, nimewahi ili angalau ujiandae kwa huo mwezi ambao unakuja. Lakini kitu kingine, kama nimezungumza kitu ambacho unaona kinaweza kukuhamisha, unaweza kubadilisha hatima kwa kufanya maombi kulingana pia na imani yako wewe. Kama ni Christian basi utafanya, kama ni Islamic, sijui kama ni Buddha, kama sijui unaabudu, sijui kama unaabudu miti, kama mpagani, sijui nini, utafanya tu wewe dua kulingana na imani yako, ama ibada kulingana na imani yako wewe mwenyewe ambayo inakuzunguka. Lakini nina huduma ya kumsaidia mtu ambaye anashindwa yani kujitambua ama kufanya chochote, ama kuna wakati fulani anajiuliza mbona kila kitu anachokifanya hakiendi. Wakati mwingine unaweza kuwa unajikuta unafanya kitu ambacho si chako, yani unajikuta labda unafanya kazi za simba ndo unafanya wewe, labda wewe ni labda tuseme wewe ni samaki unafanya kazi za simba, wakati mwingine labda ni wa simba unafanya kazi za samaki, ama wewe ni mbuzi unafanya kazi za mapacha. Inawezekana kabisa vitu kama hivyo. Kwa wakati mwingine unakuta wewe mwenyewe unajiroga, unakuta unazunguka kila sehemu, unaenda kila sehemu, unakuta hamna kinachofanyika, mwisho wa siku unakata tamaa, unabaki kujiuliza maswali. Kwa hiyo usikae unajiuliza maswali mengi. Niko hapa, ninaweza kukuongoza endapo tu nitapata taarifa zako, utanipa, ukija private kunitafuta, ninaweza nikakupa mwongozo mzuri kwamba inatakiwa upite hapa ufanye hivi. Nitakusomea kwa undani kabisa, nitakwambia unatakiwa utembeleeje nyota yako, uitumie vipi, vitu gani vya kutumia. Unajua kila nyota ina vitu vyake vya kutumia, kama kujitakasa, kujikinga, kujiwekea mvuto. Kila nyota ina vitu vyake special. Achana na hivi vitu tu vya ujumla ambavyo watu tunatumia, sijui chumvi, vitu gani sijui vimeshatengenezwa vimechanganywa. Kila nyota ina utawala wake, kila nyota inakuwa na vitu vyake special vya kufikia pale ambapo anapataka. Lakini pia kila mtu ana utabiri wake deep. Kwa hiyo unaweza pia nikaongea utabiri ukaona mbona mimi hujanigusia, lakini endapo ungekuja na zile taarifa zako deep, ningekuchimba vizuri kabisa nikakutabilia kwa undani. Labda mwezi utakuwa 1 2 3 hivi na hivi, ama mwaka utakuwa hivi na hivi na hivi, na uwezo kabisa wa kukuongoza na kukuelekeza kwamba itakuwa hivi na hivi na hivi, itakuwa hivi, ama inatakiwa ufanye hivi na hivi, vitu gani ambavyo unatakiwa ufanye hivyo. Unaweza kuongozwa vizuri kabisa na ukafikia pale unapopataka. Haya ni mambo ambayo pia ulazimishwe kuyafanya ama kuyaamini kulingana na wewe mwenyewe jinsi ambavyo umekuzwa, makuzi, malezi yako, ama labda imani zako zilipokuza. Hupaswi yani kujilazimisha. Kwa hiyo unatakiwa ujiangalie ndani ya nafsi yako wewe mwenyewe kwamba hiki kitu kina uhusiano kweli na maisha yako. Fanya research yako ujue hiki kitu kweli, labda masuala ya nyota yana uhusiano kweli na maisha yako. Jaribu kufuatilia. Ukiona na uhusiano na ukaelewa, sio tu kuamini, ukaelewa kabisa kwamba okay, hivi vitu kweli vina uhusiano, basi unaweza kuvifuata. Lakini kama unaona havina uhusiano wowote, hupaswi pia kufuata. Yani sio vitu vya lazimisha sana, kwa sababu kitu chochote ukikilazimisha kwa nguvu kinakuwa hakina maana yoyote. Kwa hiyo kama utakuwa umevutiwa na ile darasa kwa namna fulani, utakuwa umejifunza, tafadhali usiache kulike. Mimi napenda sana like, nadhani mnajua. Na kwa wale ambao pia wanahitaji mawasiliano yangu, yako tu pale juu ya profile. Angalia ile profile picha, ibonyeze, angalia pale juu utapata namba. Kwa utatuma ujumbe wa WhatsApp kwamba nahitaji darasa la nyota, basi utapata mwongozo. Kama una swali lolote pia unaweza kuuliza hapo chini ya comment. Kama kuna kitu umejifunza utaandika tu nimejifunza. Kama umeguswa unaweza kusema asante. Kama pia umesikia nyota yako, tabiri wa nyota yako, basi unaweza pia ukaandika kwamba nimeusikia, ama ukajitype tu kwamba mimi ni Scorpio, mimi labda ni Mkaa, mimi labda ni Punda, mimi hivyo. Unaweza kaandika hapo kujua kwamba tuko pamoja. Nawapendeni sana, tuonane wakati mwingine na kwaherini.